بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 19 من شهر الله المحرم mwaka 1447 katika darsa ya kitabu Aqidatu al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulifikia قول المصنف رحمه الله تعالى قال: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ننيتكيد كوا قرآن لمنين يا الله سبحانه وتعالى، بمعنى تكلم به حقيقة. الله سبحانه وتعالى أميزهم زي قرآن منزل غير مخلوق. قرآن يترمشو يترمش الله سبحانه وتعالى haikuumbwa, bimaana ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, si kiumbe. لما كان من أصول وأركان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله لأجل هداية العباد والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وإقامة الحجة عليهم. ilipokuwa katika misingi na nguzo za imani ni kuamini vitabu alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake kwa malengo ya kuwaongoza waja wake na kuhukumu baina yao katika yale walioختلفiana na kuwasimamishia hujja, kama qala ta'ala: kana an-nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قبل يشرك kutokea katika ardhi, kama alivyotaja Ibn Abbas, kana an-nasu ummatan wahida ala at-tauhid. kwa karne 10 baada ya Adam alayhi salatu wassalam watu walikuwa katika tauhid. karne 10 hakuna shirki. zimepita zile karne 10. fa awwalu ma hadatha ash-shirk fi qaum Nuh, shirki ya kwanza kabisa imetokea kwa watu wa Nuh yarhamukallah. na nyote mwajua sababu iliyopelekea kutokea kwa shirki kwa watu wa Nuh: الغلو في الصالحين, kupita mipaka kwa watu wema katika kuadhimisha, mpaka wakaweka masanamu ya ukumbusho kwa ajili yao kisha yakaabudiwa. kana an-nasu ummatan wahida, watu walikuwa umma mmoja katika tauhid. ilipotokea shirk, faba'atha Allahu an-nabiyyin, shirki ilipotokea tu katika ardhi, Allah akaanza kutumiliza mitume wake. ndio maana kama mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi nani? Nuh alayhi salatu wassalam. inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi. akatumilizwa Nuh alayhi salatu wassalam. na katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kubwa kwa waja wake
akawateremshia mitume wake vitabu kwa haki, liyahkuma baina an-nas fima ikhtalafu fihi. Kwa ndani ya hivi vitabu kuna hukumu ya Allah inayohukumu baina ya watu katika yale waliyokhtalifiana. وقال تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الله akakuteremshia wewe alkitab ay alquran walhikma ay sunna, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, akakufunza mambo ambayo ulikuwa huyajui, kama ilivyo katika nyingine ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, bitafasil. Hii Qur'an ulikuwa wewe hujui, wala tafasil za masail ya iman ulikuwa hujui. walakin ja'alnahu nura, Allah akajalia kitabu ni nuru, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, umuongoza yule tunayemtaka katika waja wetu kwa hii kitabu. wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe ni mwenye kuwaelekeza watu katika njia iliyonyoka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kitabu, na kabla ya hapo alikuwa hajui kuandika wala kusoma. Na hata baada ya kuteremshiwa Qur'an, mtume sallam ni an-nabiyul ummi, hajui kuandika wala kusoma. Na hii kuna hikma kubwa sana ndani yake, sababu lao kama mtume sallallahu alaihi wasallam angelikuwa yajua kuandika na kusoma, angeambiwa niende alifanya nini, aliandika kile kitabu akakituma. Ikiwa hajui kuandika na kusoma, na hilo ansingiziwa kuwa yeye ndiye aliyetunga kile kitabu, kaambia yeye ndo amezua lile jambo. Allah amkumbusha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, amwambia wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik, hukuwa ukisoma kabla hii Qur'an kitabu chochote, hajui kusoma, wala hukuwa ukiandika kwa mkono wako wa kulia. idhan lartaba almubtilun, ingelikuwa waweza kufanya hivyo wangetia shaka watu wa batil katika hii Qur'an kwa si maneno ya Allah. Hasa mna hoja gani mtu ambaye hajui kuandika wala kusoma amekuwa ni mwalimu wa walimu wanaojua kuandika na kusoma? Mna hoja gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. aya zote tazungumzia kuteremshiwa hiki kitabu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فلما كان القرآن المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كلام الله، kwa kuwa hii Qur'an iliyoteremshwa kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam ni maneno ya Allah, kaghairihi min alkutubi alilahiyya, kama vinginevyo katika vitabu vilivyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla yake, Taurat, Injil. wa anna al-iman bidhalika ruknun min arkani al-iman as-sitta, na kuwa mja kuamini kuwa Allah ameteremsha vitabu na hasa kuiamini hii Qur'an na kuitekeleza katika maisha yake ni nguzo katika nguzo za imani sita. wa hadha amrun lam yakhtalif alayhi almuslimuna walillahi alhamd, na hili ni jambo ambalo hawakutofautiana Waislamu kwa hii Qur'an ameteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ni wajibu kwetu sisi kuiamini. ولكن نبتت نابتة بعد انقضاء القرون المفضلة، lakini kukazuka chipukizi waovu baada ya kuisha zile karne bora zile alizozisifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. khairukum au khairun nasi qarni
thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Karne iliyo bora kabisa ni hii ambayo mimi niko ndani yake ya masahaba. thumma alladhina yalunahum atba'u at-tabi'un thumma alladhina yalunahum atba'u at-tabi'in. Karne hizi tatu bora zilizopita, kukatokea chipukizi waovu, bid'a bwana, bid'a kitu kibaya sana katika dini, uzushi katika dini kitu kibaya sana. Pamoja na kuwa leo watu wakiona bid'a wana kitu kidogo, hata hii pia tutakuja kueleza huko mbele. Kuna watu waona haina haja ya mambo yote kwa ajili ya kuzungumzia swala hili tu, lakini hawajui kwa ujinga wanakuwa nao watu wengi ile athari mbaya ya kusema kuwa Qur'an ni kiumbe. Athari yake ni mbaya sana, kama atakavyotaja al-Allama al-Fawzan hapa mbele. Kwa hii kadhia hii ilizuka baada ya karne tatu bora, ala yadi al-Ja'd ibn Dirham, na asli yake yatoka kwa bwana mmoja aitwa al-Ja'd ibn Dirham alladhi talaqa aqidatahu an al-yahud, na huyu itikadi yake ameipokea kutoka kwa Mayahudi. Taqulu, chipukizi hao wasema wao, innal Qur'ana makhluq, hii Qur'an ni kiumbe bwana, si maneno ya Allah. لأن الله لا يتكلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. wasema kwa sababu Allah hazungumzi, hawezi kuzungumza. nasallallahu alafiyata wassalam. وإنما إضافة الكلام إليه إضافة مجازية. ndio maana Ibn Qayyim akaita hii majazi ni taghut ya ahlul bid'ah. wasema ile maneno kunasibishwa kwa Allah ni majazi, lakini si maneno ya Allah. kwa hakika si maneno ya Allah, wasema hivyo wao. لأنه خلق الكلام في غيره, Allah ameumba haya maneno kwa kitu kingine. Kwa mfano Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda mara ya kwanza katika Jabal at-Tur, pale akaongea na Allah subhanahu wa ta'ala katika mwanzo kupewa utume. Swali hapa laja, aliyekuwa akizungumza na Musa nani? Allah sema wakallama Allahu Musa taklima, akaja na masdara kutilia mkazo min babi tawkid. Nani aliyekuwa akizungumza pale na Allah shasema maneno haya? Sema Allah ameumba yale maneno kwenye ule mti ambao Musa alikuja chini yake, kisha ule mti ukaanza kusema naye. Ahlus-Sunna bwana, achana nao bwana, watakutia kisunzi na maswali, maana wana hujja. Wakawaambia tukubali kwa mfano ni mti ulikuwa wazungumza, mti ndio wazungumza mti wasema hivi, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Mti wamwambia Musa innani ana Allah, mti unku Allah, tena kwa taukidat, innani ana, taukidat zote hizo, ana Allahu. Vipi mtu utasema hivyo kuwa yeye ndio Allah ule mti ule? Kisha amwambia Musa fa'budni, kwa hivyo anze kuabudu mti, wa aqimis salata li dhikri, mti huo. Ndio salafu wakasema man qala innani ana Allahu makhluq fahuwa kafir, anayesema kuwa innani ana Allahu ni kiumbe, hadha kafir. Sababu ni kama anasema Allah ni kiumbe, wal iyadhu billah. Muna athari mbaya maneno haya, maneno machafu sana. wasema Allah azungumze aliumba, fa khalaqahu Allah fi al-lawh al-mahfudh, Allah kaumba maneno katika al-lawh al-mahfudh, ule ubao ambao ndio huhifadhiwa kila kitu kilichokadiriwa na Allah. wengine sema au fi Jibril, au ameyaumba maneno kwa Jibril,
au fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, watafautiana. Sasa tumfuate nani katika hao wazungumza sawa? Sheikh asema wa ya subhanallah, kaifa yudhafu alkalam ila ghairi man takallama bihi, vipi maneno yataegemezwa kwa yule ambaye hakuzungumza? Allah hakuzungumza ikiwa kwa maneno yao, kwa nini yaitwe haya ni maneno ya Allah naye hakuyazungumza? Hayakunasibishwa na yeye kwa sababu yeye ndiye alizungumza haya maneno. Al-uqulu la tuqirru hadha, akili timamu tu haikubali. Na hakuna bid'a yoyote katika dini wallahi isipokuwa akili timamu haikubali ile bid'a. Wale watu wanaosema na kuwafanyia istihzaa ahlus sunna na kusema kuwa mawahabi hawatumii akili, tunasikia kusema hivyo makhurafi hawatumii akili. Wallahi tuna akili zetu nzuri sana, akili zetu tuzitumia sana, na ndio maana hatuwezi kuambiwa na mtu kuwa kuna mtu alikufa mkamfufua atamke shahada. Kwa akili zetu timamu tunajua hapa haya mavungazimia, nyinyi mna urongo tu, hakuna kitu kingine, ni waongo. Akili zetu mzuri sana, twajua kuwa nyinyi waongo. Mkimsifu mtu kuwa alipokuwa iwaoshwa ageuka kulia, ageuka kushoto mwenyewe, ageuka hivi, akigeuka hivi, haina haja ya kumzui kumbeba na nini. Na kaburini pia akaingia mwenyewe, labda alikuwa mwenda wazimu, huyo ni mzima, nyinyi hamjui. Sasa kwa akili zetu timamu, very sharp, tukimwangalia mwanzo, wewe angalia mtu wa sunna akimwangalia mtu wa bid'a kwa sura yake tu ajua hadha kadhab, wajua dajjal. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile sifa alizozitaja ameandikwa katika bapa lake kafara, yaqra'uhu man kullu mu'min, kila mu'min akimuona hivyo ajua huyu dajjal. Na mimi nawaambia ni kitu kimoja, wewe ukiwa ni mtu unaifuata sunna kisawasawa, wallahi akisimama mtu wa bid'a kwa sura yake wajua huyu mrongo, mubtadi'un dhalun kadhab, kimwangalia sura yake wajua. Na ndio mmoja katika salaf sema wujuhul mubtadi'a muswadda, nyuso za watu wa bid'a zinakiza. Walau iddahana fil yawmi 30 marra, hata akichukua vasilini ile ama chepe ya mafuta nazi akajipaka kwa siku mara 30, sura yake ile ile tu, haibadiliki, itabakia sura yake ina giza, ili watu wa haki wajue. Wewe waonaje? Kasimama shekhe amenyoa kila kitu kasoro nyusi, bado kidogo tu atanyoa na nyusi. Wewe hujui kama muongo huyu azungumza kuhusu dini. Kweli kuna dini hapa? Wewe ukimuona tu alivyokaa kuanzia huko, yani ana vita na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kapapura huku, akaona hapa hapatoshi, akaja hapa chini ya pua akapapura zote. Yani ukimtizama hivi, mbona huyu amfura kama nkasirika na hajasema? Kimwangalia sura yake nasema kama apoza uji. Kunani baba kadhab, wewe ngoja kuambia umrongo. Kwa hawa kwa sura zao tu warongo hao, na akili zetu zatuambia kwa wewe mrongo, huna qala Allah wala qala rasul, anta kadhab, wajua tu hivyo. Fahadha muhalun fil uqul, haiwezekani maneno yanasibishwa kwa mtu ambaye hakusema yeye. Wa gharadhuhum min dhalika an yubtilu al-ihtijaj bil-Qur'an, malengo yao katika hili ni kubatilisha watu kutoa hujja kwa Qur'an. Sababu ikishasema hii Qur'an ni kiumbe, sema wa an yaqulu laysa 'inda an-nasi kalamun lillahi subhanahu wa ta'ala, yani watu hawana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, si maneno ya Allah, kiumbe hiki. Al-Qur'an alladhi huwa awwalul adilla, sote tunajua kwa dalili ya kwanza ya waumini ni Qur'an. Fa awwalul adilla al-Qur'an, thumma as-sunnah, thumma al-ijma', thumma al-qiyas. Dalili ya kwanza ni Qur'an. Jamaa wataka kuiangusha. Ja'd bin Dirham kachukua itikadi hii kwa Mayahudi.
فإذا قيل إنه ليس لله كلام بين الناس بماذا يستدل الناس؟ ikiwa tusema kuwa hakuna maneno ya Allah baina ya watu, طيب tutumie dalili gani? hawa si maneno ya Allah. idha abtalu al-asl al-awwal batalat baqiyatu al-usul وبهذا يقضى على الإسلام بهذه الطريقة. naona fari yake mbaya, sababu asema ikibatilishwa asli ya kwanza au msingi wa kwanza ukibatilishwa, basi misingi iliyobakia yote ya iman itabatilika, ndio Uislamu ushamalizwa kwa njia hii. wa shubhatuhum yaqulun, sikiza shubha hiyo, wasema nunazzihu Allah min annahu yatakallamu, sisi tumtakasa Allah kutokana na kuzungumza. liannahu law wasafnahu bi annahu yatakallamu shabbahnahu bil khalqi, kama vile sifa nyingine tukimthibitishia Allah sifa ya kuzungumza itakuwa tumemfananisha na viumbe, kwa sababu viumbe pia vyazungumza. fanahnu nunazzihu Allah an dhalika, kwa hiyo sisi tumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hilo. na sisi pia tuwaambia wako katika viumbe ambao hawazungumzi, wacha katika wanyama na nani hao, binadamu hakuna watu wa mabubu hawasemi. sasa ipi ni sifa ya ukamilifu zaidi, ya kusema au ya kuabudu? nyote mwajua kuwa kuabudu ni upungufu kwa mwanadamu na kusema ni ukamilifu. sasa nyinyi kwa mfano ni hivyo mnavyosema nyinyi, hamtaki kufananisha. hapo hapo mlipokimbia hapo, umetoka kikaangoni ukaruka ndani ya makaa, mtakuwa mmemfananisha na vile vilivyokuwa na upungufu visipozungumza. na hivi ndivyo inavyokuwa katika sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. wao hudai kuwa wao wamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kweli. ukiangalia waangukia katika kile kilichokuwa kibaya zaidi. wasema tukisema Allah azungumza itabidi tuthibitishe pia ana ulimi, ana meno, sio ana mafizi. wasema hivyo. hebu tuwaulize, nyinyi msoma Qur'an mkafikia aya inayosema al-yawma nakhtimu ala afwahihim, midomo itafungwa, watukallimuna aidihim, mikono siku ya kiyama tafanya tazungumza. hanionyeshe mdomo hapa kwenye mkono na meno na mafizi yako wapi? watashhadu arjuluhum, hiyo miguu itakayozungumza siku ya kiyama, mdomo wake uwapi na meno na mafizi? hebu tusaidieni jamani, kuna mtu labda yajua katika nyinyi? na mbingu na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala alipoziambia zitii amri yake, qalata ataina ta'i'in, mbingu na ardhi zimezungumza bwana. hebu tuonyesheni mbingu mdomo wake wapi? si akili? ndio nawaambia msizungumze huko makhurafi sijui na mwenye itikadi mbovu, mkadanganyana huko kuwa hawa masalafi hawatumii akili, hawa mawahabi hawatumii akili. utaanguka pabaya. kuna maswali hayajibiki. sisi tukwambia wewe tu, albid'atu maqrunatun bilhamaqa, bid'a siku zote zimefungamana na ujinga. wallahi ukiingia katika bid'a utaingia katika ujinga mkubwa sana, jahili. ndio maana kaitwa khurafiyun. faja'u min tariqi tanzihi bizamim, kwa hivyo wao wamepitia njia ya kuwa sisi tumtakasa Allah, na kwa wale wasiofahamu wakafuata. وفي الحقيقة أنهم فروا من التشبيه الذي زعموه إلى تشبيه أقبح. na ukweli wa mambo wamekimbia kutoka kile wanachokiita kufananisha, wakaingia katika kufananisha kubaya zaidi kuliko ile ya kwanza waliokimbia. فإذا نفوا عنه الكلام لئلا يشبه بالمتكلمين من الخلق فقد شبهوه بالجمادات التي لا تنطق، وهذا نقص عظيم أو أعظم. ikiwa wamekanusha kuzungumza kwa Allah ili asifanane na wanaozungumza katika viumbe,
basi wamemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe visipokuwa na roho ambavyo havizungumzi, kama majabali, mawe na vitu vinginevyo mnavyovijua, bahari, nini, hivi vitu ambavyo vizungumzi na viumbe. Na huku ni kumnasibishia upungufu mkubwa zaidi. Walidhalika hakama a'immatu ahli sunnati bikufri aljahmiyya, sababu hiyo ahli sunna wakahukumu kuwa jahmiya ni kufar, si waislamu. قال الإمام ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. nini maana yake ya maneno? Yani wamehukumu kufru ya jahmiya 50 fi 10, 50 times 10 ngapi hizo? Haraka basi, yani siongeza zero tu kwenye ile 50 au ngapi? 500, yani 500 katika wanaovioni wamehukumu kuwa jahmiya ni kufara. Unafahamu? Wanaovioni 500 wamekwenda kwa kauli ya kuwa jahmiya ni kufar, si waislamu. Wallahi tuishi katika asri mambo yamegeuzwa hivi, ikawa wale wanaothibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ndio waonekana leo kuwa hao katika uovu. Walionyooka ni wale wanaokanusha, kisha wakawaita ahli sunna almujassima, si wanaothibitisha sifa za Allah. Hili walikimbia sana. Nimeona interview ya yule الخبيث هذا الجفري المدبر هذا عليه من الله ما يستحق. أوليزوا كوسو أهل السنة السلفيين اللي بانا اسمها هؤلاء يثبتون صفة الله. لا هؤلاء مجسمة. taratibu baba, taratibu. Wauzuka uliokuwa nao usisingizie wengine. Nani alisema kuwa Allah na kiwiliwili? Ni nyinyi ndio mnaosema hivi, sisi tujasema hivi. Kwa usitutie maneno kwenye midomo yetu ambayo hatujasema. Hadha rajul khabith, mtu wallahi khabith, yani hana haya ya kusema kuwa yeye yuko na kufar katika daula za kikafiri, katika kuharibu Uislamu. Mtakuja kujua hata baada ya muda, pamoja na kuwazungumza wazi ana uhibbu alyahud, lakini bado hivyo kuna watu mmikia wafuata tu. 50 fi 10 yani 500 عالم حكموا بكفر الجهمية. wanawavioni 500 wamehukumu ukafiri wa jahmiya, liannahum nafau kalam Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao wamekanusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika, sikiza kisa kizuri sana cha kuonyesha namna gani sunna ilikuwa na nguvu wakati wa salaf. ولذلك خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قتل الجعد بن درهم لأجل هذه المسألة. huyu alikuwa ni amir, ni kiongozi, yeye ndiye aliyemuua al-Ja'd ibn Dirham kwa sababu ya kuja na itikadi hii chafu. fi yawm Eid al-Adha, katika siku ya Eid al-Adha, idi ya kuchinja, idi kubwa. Faqala, akakhutubu mbele ya Waislamu, manake umara walikuwa ndio wanaohutubu. Akatoa hutuba yake ya Eid, kisha akasema maneno haya: ayuha nnas, enyi watu, dhahu taqabbala Allahu dhahayakum, nendeni mkachinje, Allah awatakabalie vichinjo vyenu. Fa inni mudahhim bil Ja'd ibn Dirham, mimi leo mbuzi wangu ni Ja'd bin Dirham, jibuzi la kunuka nalo mimi hapa ndio ndamchinja mimi. Nyinyi kachinjeni mbuzi na kondoo, ng'ombe, ngamia, kachinjeni, taqabbala Allahu minkum. فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما. huyo adai kuwa Allah hajamzungumzisha Musa alayhi salatu wassalam, walam yattakhidh Ibrahima khalila, na yukanusha kuwa Ibrahim ni kipenzi cha Allah. Akapinga aya wazi kabisa.
thumma nazala, kisha akashuka, wadhabahahu tahta almimbari fi mashhadin min alulamai walmuslimin, kisha akamchinja pale chini ya mimbar mbele za watu, akamkata kichwa. Washakaruhu ala dhalika, na walihudhuria wanawavyuoni wengi siku hiyo wakamshukuru sana kwa hicho alichokifanya. Leo bwana, biladu tauhid imeshika makhawarij, kamata tia ndani, watu wapiga kelele, maulama wafungwa. Shukuruni nyinyi wale wapoteza vijana wale, shukuruni, wacheni hivyo mnavyofanya, muelewi nyinyi. Ile nchi imewaangalia wale walinganizi wanaolingania watu katika lepua uaua wale, wakamatwa ndani, kisha wasauliwa kule. Atatoka lini hujui, saulia mbali huko, si khariji, weka ndani huko. Watu wakatulia. Sasa msoshukuru, nchi imekuwa na amani, imetulia. Jamaa hawa jamaa, kila kinachofanywa na biladu tauhid makosa, kila kinachofanywa makosa, lakini ngoja waingie wao katika uongozi, utakuta hiki nini. Kwa hivyo serikali ikisimama, serikali yoyote ikisimama kuwaondoa wale watu wanaoleta tabu katika mujtama, yafaa ishukuriwe kwa hilo, manake yawaondolea watu dhiki katika mujtama wao. Wewe waonaje jitu jambazi, jizi likakamatwa likatiwa ndani, si watu wapumzika bwana? Sasa afadhali yule jambazi wa kuiba senti, yule jambazi wa kuiba vitu mali na nini, afadhali yule kuliko mwizi wa itikadi. Huyu mbaya zaidi. Wao wafunga wanaovioni, mbona Fauzana afunga? Mbona Sheikh Al-Fauzan afunga? Mbona hatumuoni Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh akitiwa ndani? Wale si wanaovioni? Mbona yani hatuoni? Tuone tu wako tu, nendeni mkaangalie, mtaona wanaovioni. Nendeni Makka, Madina, mtaona wanaovioni. Mbona hawatii ndani, bali wapewa nafasi wazungumze, wasomeshe watu? Wewe hujiulizi swali, wewe wafikiria wale watu wajinga wafunga tu watu? Awasikia kwa sababu wala zungumza dhidi ya serikali, ndio ukhawarij huo. Lau kanu yafqahun, ndio ukhawarij huo. Wakawa wahimiza watu kutoka nje ya taa ya viongozi. Leo sisi hapa katika nchi yetu hii ya Kenya, hawa watu wanaofanya maandamano na kuvunja amani, nani ambaye ana raha isipokuwa wale hawana kazi, jobless, ndio wanaofurahia? Na upande wa pili wanasiasa ambao wataka wao ule uongozi, kwa hiyo waona raha ile mambo yanayofanyika ili kuchafua nchi. Ama mtu mwenye akili yake na biashara yake, wewe kesho wajua waje kuvunjiwa duka lako, waibiwa kila kitu. Kwani hayajatokea haya kwetu? Wangapi ambao walikuwa wameamka alhamdulillah, wana uwezo wao, jioni ikifika mtu amefilisika, muflis, hana kitu, mali yake imevunjwa, ameibiwa kila kitu, dhulman wa udwana, hajafanya chochote. Supermarket mwana, ndani wameandikwa watu labda 50 mpaka 100 wameandikwa kazi pale ndani. Hatuna kazi. Una kazi, fanya vunja supermarket, avunja, aiba kila kitu kimeibiwa. Siku ya pili watu 100 wana kazi. Huku ndio kutafutana kazi. Sasa watu waovu kama hawa ndio mfano wa yale yaliyotokea kule. Huyu bwana akapigwa bisu siku ya Eid al-Adha, ikawa yeye ndio mbuzi wa amiri. Walihadha qala al-Imam Ibn Qayyim, sikiza maneno Ibn Qayyim asema nini? Waliajli dha, kwa sababu ya itikadi chafu hii, dhaha bija'd Khalid al-Qasri yawma dhabaih al-qurbani, kwa sababu ya itikadi yake chafu, udhiya yake Khalid al-Qasri siku ya Eid ile, watu wanaojikaribisha na Allah kwa vichinjo, alimchinja huyu bwana. idh qala Ibrahimu laysa khalilahu kalla wala Musa al-kalim ad-dani, sababu huyu itikadi yake asema Ibrahim si kipenzi cha Allah, si khalilullah. Pia Musa hakuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, wala si mtume aliyezungumzishwa na Allah. Kisha akasema shakara adh-dhahiyata kullu sahibi sunnatin, wakamshukuru kwa udhiya yake ile kila mtu wa sunna.
mtu wa bid'a hawezi kufurahia hiyo. Watu wa sunna wafurahi bwana. Lillahi darruka min akhi qurbani, lillahi darruka, ili neno usemwa katika kumpongeza mtu kwa jambo zuri alifanya. Lillahi darruk, anaendelea hivyo hivyo. Wakati ule ahlus sunna bwana walikuwa na nguvu bwana. Leo kila mmoja asema anavyotaka, azua tu katika dini, wala hakuna la hasibu wala raqib. Na bahati ni watu wa bid'a nyinyi, mngeishi wakati ule, hata na kitori chako wacheze mtakula fimbo barabarani, sema wenyewe simbo, mpaka utasahau mlango wa nyumba yako itoka wapi. Allah musta'an. Walamma qutila, maelezo marefu hapa. Walamma qutila al-Ja'd ibn Dirham jaa min ba'dihi al-Jahm ibn Safwan, kiumbe kingine hichi kiovu. Baada ya kuuawa al-Ja'd bin Dirham, mwanafunzi wake al-Jahm bin Safwan akazuka. Al-Ja'd kaenda, kaja Jahm, fatabanna maqalatahu al-khabitha, yeye akachukua ile itikadi mbovu ya yule bwana kaibeba. Na huyu pia faqatalahu al-amiru Salm ibn Ahwaz, huyu akamua Jahm bin Safwan kwa itikadi zake chafu. Amiri akamkata kichwa. وهكذا كان ولاة أمور المسلمين يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة. hivi ndivyo walivyokuwa maamiri wa Kiislamu, wakijua huyu mtu zindiq wammaliza, ili kuchunga itikadi ya Uislamu. Harun al-Rashid aliletewa bwana mmoja amemtungia mtume hadithi 1400, hadithi 1400 bwana za uongo zote kamtungia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaletwa mbele yake kumkata kichwa mwenyewe, mleteni hapa, msingizie uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa ataka kuuawa yule bwana akasema, aina anta ya amira almu'minin min 4000 hadith اختلقتها للنبي صلى الله عليه وسلم. uko wapi wewe? Mimi nimemtungia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi 1400 nishazieneza kwa watu, mimi ndo nazijua, yani usiniue, nitakwambia ni hii na ile. Qala yaishu laha aljahabidha, kuna vigogo bana vya wanavyuoni wameishi na wataishi kuzikokoa hizo hadithi zenu moja baada ya nyingine. Kata kichwa huyo, pigwa upanga. Mimi ningelifanya hii kazi wallahi, ingeishi na amirul mu'minin Harun al-Rashid, ningemwambia mimi nipe kazi hiyo, wewe amrisha tu. So mjitu wa kutungia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo jamaa watunga tu bwana, watunga hata hawajali. Wallahi mtu watunga aweza kutungiwa mtu hapo hapo, ama mtu yajua hii hadithi haikuthibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini waisema kusudi ili awapoteze watu. Na hizi ni nyingi kwa ahlul bid'ah, sababu hawana hujja katika dini ya Allah, hawana qala Allah wa qala rasuluhu. Kitu gani kilichobakia? Kilichobakia ni atunge uongo tu katika dini basi, na ndio unaokwenda huo. Qala faqad qala sallallahu alayhi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu, so anayertadi akabadilisha dini yake auawe. Wa qala alayhi sallam, lakini anayefanya kazi hii nani? Ni kiongozi wa Kiislamu, si mimi na wewe na fulani hapo kaanza ukhawarij. Anayefanya hili jambo ni kiongozi, si fawdha. فقد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. محل شاهد التارك لدينه، سوف يبقى مرتدي. فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرهم حماية للعقيدة التي هي الضرورة الأولى من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليه. kwa hiyo wale viongozi walikuwa wakiwaua hawa mazindiki ili wawapumzishe waislamu na sharia yao na kuihifadhi itikadi ya Uislamu ambao ni katika zile dharuriyat al-khams, katika yale mambo matano ambao Uislamu umekuja kuihifadhi. Jambo la kwanza kabisa ni kuchunga dini, hifdhu din, na katika kuhifadhi dini ni kuwaondoa watu wapotofu katika mujtamaa
imma kwa kuwafunga jela ili wasieneze zile fikra zao potofu kwa watu, au kwa kutumia njia ngumu zaidi ili ni mfano kwa wengine, kwa kuwakata vichwa, wakaondolewa katika mujtamaa, afu watu wakapumzika na itikadi yao ikabakia salama. قال فهذا أصل منشأ هذه المقالة الخبيثة. عنده أصل اعتقاده مبوفو خبيث. ثم ورثها عنه المعتزلة، كش معتزلة وكيبيبة وكيريثي، والجعفرية من الشيعة يقولون بهذه المقالة. نكون للجعفرية كتك مشية في وسم قوله لأنهم تتلمذوا على المعتزلة فأخذوها عنهم، سواني ونفوز معتزلة وكتشكوا اعتقادي كواو. والشيعة الزيدية والإباضية يرون هذا الرأي ويعتقدون أن القرآن مخلوق. نمشية زيدية فيها وكل يمن شمال. سسيب ومجيوكا ومكوا 12 ولحوثين من جنيه ولوت ولخبثا ونهريب نشيئة كل يمن. wote hawa itikadi yao ni hii, watu usifu tu. Ona Yemen bwana, wana itikadi gani wale watu ni wasifu, alafu tamthilia ndo za wachezea nyinyi akili. Allahu musta'an. Kadhalika maibadhi, hii ndio itikadi yao, kuwa wasema Qur'an ni kiumbe, wa annahu laysa kalamullah, na kuwa si maneno ya Allah. Kullu hadha warithuhu anil jahmiya, yote haya wameyarithi kutoka kwa jahmiya. Wa hadha mudawwan fi aqaidihim allati yudarrisunaha al'an, na haya yote yameandikwa katika vitabu vyao vya itikadi ambavyo huvisomesha wao sasa hivi katika sehemu mbalimbali wanasomesha. Hii ndio itikadi yao, wallahu almusta'an. جاءت الأشاعرة فأتوا بقول غريب في هذه المسألة. نهات كوجا إليزا كيش إن شاء الله. أشاعرة اتكادياو كتك القرآن نيبي ingawa yote yarudi kuwa ni makhluq, nitakuja kuizungumzia insha Allah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.